Naomba sasa nikufikishie salamu za Mheshimiwa James Ole William, mbunge wa jimbo la Simanjiro, ambaye pia ni naibu waziri wa mambo ya nje. Kwanza nakusalimu sana na natambua kwamba leo uko hapa. Imekuwa tu ni maelekezo ya ghafla. Jana jioni alipata maelekezo ya kuwa kwenye ziara ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pale jijini Dar es Salaam, na alikuwa akituma hadi uthibitisho kwa waheshimiwa madiwani na mwenyekiti wa kijiji kuthibitisha kwamba alishaandaa tiketi ya kuja hapa. Anatuma hadi tiketi kuthibitisha kwamba alikuwa anatamani kufika hapa kwenye ujio wako wa ziara hii siku ya leo. Hizo ni salamu zake kwamba anakupenda sana, lakini pia wananchi wa Simanjiro wanakupenda kweli kweli. Tumefuatilia historia yako mheshimiwa. Tunafahamu ukiwa mtumishi Wizara ya Mambo ya Ndani, lakini pia ukitumikia maeneo tofauti tofauti uliotumikia katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wewe ni mtu muungwana. Wewe ni mtu mzuri. Lakini pia serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan inafanya kazi kubwa kweli kweli ya maendeleo, na sisi watu wa Simanjiro tunashuhudia miradi ambayo muda hauruhusu tu tungekueleza. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sisi watu wa Simanjiro amekuwa muungwana na amefanya kazi kubwa sana ya maendeleo. Yaani tukianza kutaja miradi ya maji, elimu, afya ni mkubwa kweli kweli. Kidogo tu siku hizi Mheshimiwa Isaac mbunge wa Monduli anatusemea kwa ishu ya barabara. Zamani ukimaliza kama mita 500 kutoka hapa unaanza wilaya ya Simanjiro. Ilikuwa ikiisha wilaya ya Monduli kuanza Simanjiro inabidi ufunge mkanda vizuri kwa sababu barabara inakuwa laini kweli kweli. Imenyoka vizuri sana. Siku hizi mheshimiwa ana mahusiano mazuri sana na watu wa TARURA na TANROADS. Kweli barabara ya Monduli imetuzidi kwa kweli tukisema ukweli. Lakini tunaendelea kufanya mahusiano mazuri na sisi barabara yetu ikae vizuri. Mheshimiwa Naibu Waziri, sasa kuhusu hili la migogoro, tuna mgogoro wa mashamba mawili na Mheshimiwa Diwani nimekwisha kueleza. Naomba nisitumie muda mwingi, nyaraka zimewasilishwa kwako na kwa kweli utaendelea kuzipitia, na ikikupendeza basi katika kikao hichi unaweza na kusema neno la kutuponya watu wa Simanjiro. Shamba namba 24 tunashukuru sana Mheshimiwa mbunge wa Monduli. Mlisemea kwa uzuri, Mheshimiwa Diwani wa kata ya Mboreta mlisemea kwa uzuri. Sisi baada ya makubaliano na halmashauri ya wilaya ya Simanjiro kupitia wataalamu wa ardhi, lakini pia halmashauri ya kijiji cha Loiboswet ambayo inaathiriwa na shamba namba 24, tulikubaliana na mwekezaji baada ya kuona zidio na kukubaliana lile eneo ekari 1778.7 zilikubaliwa na kupitishwa kuwa sehemu ya wananchi. Lakini baada ya makubaliano yale, Mheshimiwa Naibu Waziri, hadi sasa eneo lile bado lina mgogoro na hakuna makubaliano yaliyofanyika. Lakini ukipitia kwenye hizo document Mheshimiwa Naibu Waziri, utaona makubaliano yale yalikidhi vigezo vyote. Mwekezaji alikaa pamoja na wananchi, lakini pia pamoja na serikali yetu ya wilaya ambao walialika hadi sehemu ya ofisi yenu kwa ajili ya kupitia eneo hilo. Mheshimiwa Naibu Waziri, tuna imani kubwa sana kwamba leo neno lako moja tu linakwenda kutuponya. Mheshimiwa Naibu Waziri, tunalo pia shamba lilokuwa likimilikiwa na mwekezaji Keith Comac liloko tu kama kilomita 2 kutoka hapa ndani ya wilaya ya Simanjiro. Eneo lile lilipimwa na mwekezaji pamoja na wananchi walikubaliana kupitia maelekezo na makubaliano yaliyofanywa na wilaya, idara ya ardhi, tulikubaliana zidio la ekari 784 zirudi kwa wananchi. Lakini hadi sasa eneo lile limekuwa kizungumkuti pamoja na makubaliano, kumekuwa na sintofahamu. Lakini Mheshimiwa Naibu Waziri, eneo lile la ekari 784 lina maelekezo pia ya Mheshimiwa Waziri Mkuu wakati akifanya ziara ndani ya mkoa wa Manyara, na hasa alipokuwa pale Lokesmet wilaya ya Simanjiro, alitoa maelekezo eneo lile kwa sababu ya makubaliano yale sasa wananchi wagaiwe na waweze kulitumia kwa matumizi yao waliopanga wenyewe kama sehemu ya kijiji.